Karibu Tuzo Online. Kama tulivyozungumza pale Rutana mara ya mwisho, mimi na makamu wangu mwenyekiti wa bodi tulisema tunaenda kutengeneza kitu kizuri kwa ajili ya wanachama na mashabiki wa Simba, na tangu wakati huo tumekuwa tunafanya kazi usiku na mchana kujaribu kuchakata kupata kampuni zenye uhakika wa kuweza kutengeneza kadi za wanachama wa Simba. Tuliwaambia kwamba tunakuja kutengeneza kadi ambazo ni za kisasa, kadi ambazo zitakuwa zinafanana na klabu kubwa kabisa barani Afrika ya Simba Sports Club. Napenda kuwafahamisha kwamba bodi ya wakurugenzi wa Simba imeteua kampuni ya Mainstream Tanzania Limited kuwa kampuni itakayotengeneza mfumo wa kadi za kisasa za kileo za Simba, lakini pia imeteua kampuni ya Nexus Pesa Company Limited ambayo pia itakuwa inatoa hizo kadi. Ni kadi za kisasa aina ya Visa. Kwa hiyo hizi kampuni mbili kwa kushirikiana na Simba zitafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba hizi kadi zinatolewa haraka iwezekanavyo. Sasa mchakato jinsi gani tutaanza kuanzia hapa mpaka siku ya kwanza ambayo tutafanya tukio kubwa la kutoa kadi, kulaunch kadi ya kwanza ya kisasa aina ya Visa kwa wanachama wetu. Taomba nimwachie makamu wangu mwenyekiti ambaye mwenyekiti wa klabu, akiwa mwenyekiti wa klabu, mimi ni mwanachama wake. Yeye sasa ndiye ataeleza nyinyi wanachama, maana yake pamoja na mimi hatua hizi fatazo tutaweza kuzichukua mpaka siku ya kwanza ambayo kadi itatoka sokoni kwa mara ya kwanza. Itakuwa ni babu kubwa, itakuwa ni kadi ya hatari sana. Lakini pamoja nasi tunao wakilishi wa hizo kampuni. Baada ya kutangaza mwenyekiti ratiba yote, kama kutakuwa na maswali ambayo yatahusu wao kuhusu hizo kadi wataweza kujibu, kuhusu mifumo wataweza kujibu, pamoja na sisi Simba Sports Club ambao tupo hapa leo. Kwa hiyo naomba nikukaribishe mwenyekiti wangu wa klabu uweze kutoa hiyo timetable, timeline na yote kuhusu maandalizi yatakavyoenda kwa ajili ya matawi na wanachama waliopo na wapya. Karibu sana. Asante sana. Nashukuru kwa namsikia hapo wakae katikati. Bana. Sauti yangu mimi inatosha bana. Kaka. Ngoja kae katikati. Ngoja wafurahishe kidogo. Watachekesha sasa. Wao wanakuja kwa ajili ya kusikiliza maneno, sio kucheka. Na kucheka imo pia. Ndio maana na mimi wananichukua kama kikatuni kwa. Hiyo sijasema. Mimi najielezea mimi mwenyewe. Nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti wa board. Ni kweli kwamba tumeingia katika makubaliano na wenzetu wa Mainstream Group pamoja na Nexus Pesa. Utaratibu kama tulivyosema, utoaji wa kadi za Simba unazingatia katiba yenyewe ya Simba, kwa maana utaratibu utakwenda vile vile katika mchakato wa kuanzia katika ngazi za matawi na kuja mpaka makao makuu kwa ajili ya kupata hizo kadi. Kila mwanachama ambaye atafanya enrollment hiyo ataipata kadi yake katika eneo lake kwa utaratibu ambao tutakubaliana, kwa sababu kuna makampuni mengine ambayo tunaendelea na majadiliano nayo kwa ajili ya kufanya delivery ya hizo kadi. Zaidi ya hapo tu kwamba ni wakati mwafaka kwa wanachama haswa kwenye ngazi zile za matawi, kwa sababu tutaanza na usajili wa matawi muda mfupi kuanzia sasa, ili matawi yale yawe registered, yaeleweke yalipo na viongozi wake, na tutaleta document ambazo zitakuwa zinaainisha sasa orodha ya wanachama katika hayo matawi, na ili yawe matawi ambayo yanaeleweka, sio tawi ambalo mtu anatembea nalo mfukoni anasema mimi mwenyekiti au katibu wa tawi ambalo halijakuwa limesajiliwa. Target yetu kadi ya mwanzo
itakuwa ni siku ya tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2026. Tunafanya hivyo kwa sababu kuna mambo mengi na taasisi nyingi ambazo zinatakiwa kuhusika kwenye maandalizi ya utoaji wa hizo kadi. Ilikuwa ni muhimu sana kuwatangazia utaratibu huu ili wale ambao tumewapa majukumu watakapokuwa wanawasiliana na taasisi zinginezo, basi wawe ni watu ambao wamepata idhini ya club na tumetangaza kwamba tumewapa idhini. Si rahisi kumwambia Nexus wafanye utaratibu wa mchakato wa kadi au kuambia Mainstream watengeneze mfumo wa uendeshaji wanachama na kadhalika bila ya kuwa wamepata idhini inayotambulika. Simba ni taasisi kubwa, ni lazima tujenge uaminifu na uadilifu kwa watu ambao tunashirikiana nao, na ni jambo la wazi na mchakato ulienda kwa mujibu wa taratibu za nchi yetu na kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Kwa hayo machache, Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana. Labda kama ulivyosema, nitaomba ulizie tumkaribishe mwenzetu wa Nexus kama analo la kusema na Mainstream Group wanalo la kusema, then kama kutakuwa na maswali tutajibu. Asante. Anaanza. Unaweza ukaja hapa. Ngoja anze huyu mfumo. Jamani, habarini ya mchana. Kama alivyosema mwenyekiti, kampuni yetu ya Mainstream Group leo tumeingia makubaliano na Simba Sports Club kwa ajili ya kutengeneza mfumo wa kuwezesha wanachama kutambulika na pia kupewa kadi zao za wanachama. Jambo moja ambalo tunaahidi kwenye upande wa teknolojia ni kwamba utakuwa ni mfumo rafiki ambao unaweza ukatumika na mtu yeyote mwenye simu janja, mwenye simu ya kawaida, lakini pia anayetumia mifumo mingine, kwa mfano kama website. Kupitia kwenye mfumo huu wa Simba, kama alivyosema, tutawezesha matawi kujisajili, wanachama kujisajili, lakini pia tunaiwezesha Simba kuweza kupata taarifa mbalimbali. Kwa hiyo mimi yangu ni machache, lakini kwa majina kama nilivyoanza kujitambulisha, naitwa Deogratias Mosha, ni mkurugenzi mwendeshaji wa kampuni ya Mainstream Group. Asanteni sana. Yes, please. Okay. Amewaulizia sasa makamu mwenyekiti. Okay, kampuni yetu ya Mainstream Group ni kampuni ya Tanzania na tupo Tanzania kwa zaidi ya miaka 10. Tunafanya kazi kubwa sana kwenye upande wa mifumo ya mabenki, mifumo ya mitandao ya simu, na tunasema kwamba ni bahati tuliyopata kushirikiana na Simba kuweza kufanya kazi iliyotukuka kwa ajili ya washabiki na wanachama wetu wa klabu ya Simba. Asante. Yangu, lakini usajili ule utaanza kupitishwa kuanzia kwenye level ya tawi mpaka level ya taifa. Na the same usambazaji wa kadi utafuata wapi nimetokea. Kwa hiyo kama tawi langu liko Tandaimba, nategemea kwamba huduma hii nitaipata pale Tandaimba. Mifumo tumeshaitengeneza structure yake kwa mujibu wa mahitaji hayo, na lengo letu ni kuhakikisha kila mwana Simba popote alipo bila kutumia gharama ya ziada anaweza kupata kadi yake ya wanachama. Jambo lingine ni kwamba kadi zetu ambazo tunaenda kutoa zitakuwa katika aina mbili. Mimi nikiwa na simu nitapata kitu kinaitwa virtual card. Ni kadi ambayo kama hizi wanazotoa siku hizi kwenye mitandao ya simu, inakuwa una app labda ya mtandao fulani wa simu na kuna kadi yako ya Visa mle ndani. So na sisi kwenye huo mfumo wa Simba, kwenye app ya Simba, nitakuwa naiona kadi yangu pale na namba yake. Kwa hiyo kama nikiload hela kwenye ile kadi nikiamua kufanya malipo, naweza nikafanya, lakini nikija kwenye mikutano inayohusiana na klabu ya Simba, naweza nikaionyesha pia kama njia ya kujitambulisha mimi kama mwana Simba. Singependa nitoe siri nyingi kwa sababu nadhani mengi yamefungwa ndani ya makaratasi humu, lakini kikubwa ni kwamba nadhani ni mfumo wa kipekee kutokea katika ukanda huu wa bara la Afrika. Swali lingine? Tumejenga mfumo wetu kwamba anayepewa kadi ndio muhusika. Ni tofauti na mifumo mingine kwamba ili uweze kupata kadi ya Simba lazima uwe umeidhinishwa na klabu ya Simba.
na kadi hii kwa sababu ni NFC tunasema ina unique identity. Kwa hiyo hata ukija kwenye mkutano wa Simba utaigusisha pale kwenye nini wanaita hichi, Kiswahili ni kishkwambi, utagusisha, itatoa taarifa zako. Kwa hiyo hakutokuwa na mamluki au mtu aliye duplicate kadi kujimpersonate kwamba mimi ni mwanachama wa Simba kwenye tukio ambalo namtaka mtu wa Simba. Kwa hiyo tumezingatia hayo mambo kwa sababu tumeshayaona yakitokea sehemu nyingine. Kwa hiyo tumezingatia kwamba hautoruhusu hizo aina za duplication yangu, lakini usajili ule utaanza kupitishwa kuanzia kwenye level ya tawi mpaka level ya taifa, na the same usambazaji wa kadi utafuata wapi nimetokea. Kwa hiyo kama tawi langu liko Tandaimba, nategemea kwamba huduma hii nitaipata pale Tandaimba. Mifumo tumeshaitengeneza structure yake kwa mujibu wa mahitaji hayo, na lengo letu ni kuhakikisha kila mwana Simba popote alipo bila kutumia gharama ya ziada anaweza kupata kadi yake ya wanachama. Jambo lingine ni kwamba kadi zetu ambazo tunaenda kutoa zitakuwa katika aina mbili. Mimi nikiwa na simu nitapata kitu kinaitwa virtual card. Ni kadi ambayo kama hizi wanazotoa siku hizi kwenye mitandao ya simu, inakuwa una app labda ya mtandao fulani wa simu na kuna kadi yako ya Visa mle ndani. So na sisi kwenye huo mfumo wa Simba, kwenye app ya Simba, nitakuwa naiona kadi yangu pale na namba yake. Kwa hiyo kama nikiload hela kwenye ile kadi nikiamua kufanya malipo, naweza nikafanya, lakini nikija kwenye mikutano inayohusiana na klabu ya Simba, naweza nikaionyesha pia kama njia ya kujitambulisha mimi kama mwana Simba. Singependa nitoe siri nyingi kwa sababu nadhani mengi yamefungwa ndani ya makaratasi humu, lakini kikubwa ni kwamba nadhani ni mfumo wa kipekee kutokea katika ukanda huu wa bara la Afrika. Swali lingine? Jina naitwa Bwana Rajab Thabit Rajab. Mimi nawakilisha kampuni ya Nexus Pesa Card. Sisi tunashukuru sana kwa uongozi wa Simba, mwenyekiti Magori na mwenyekiti wa wanachama Bwana Mangungu na mkurugenzi hapa kutupa nafasi hii na fursa ya kuchangia mabadiliko makubwa yanayofanyika ndani ya Simba. Na sisi kama watu wa Nexus Pesa Card, kazi yetu sisi ya msingi ni kuunganisha mfumo ambao bwana watu wa Mainstream Media na Mainstream Group wanatengeneza ambao unahusisha na Simba, na masharti yetu sisi ni kuhakikisha kwamba mwanachama anapata kadi pale alipo. Ile kadi itamwezesha yeye kuthibitisha wanachama wake, itamwezesha yeye kuwa mtumiaji wa kuweka na kutoa pesa. Na kwa idhini yako mwenyekiti, labda mimi niongezee kitu kimoja tu cha msingi kwenye kadi yetu, ni kwamba kadi yetu sisi ambayo itaenda kwa wanachama wa Simba itakuwa haina makato ya mwezi. So kawaida mara nyingi unakuta kwenye kadi za benki kuna makato, lakini kadi yetu sisi inakuwa haina makato ya mwezi. Mtumiaji anakatwa kile atachokiweka na kukitumia mwenyewe. Hakuna makato mengine ya ziada tofauti na yale makato ya kawaida. Lakini account kuwa nayo hakuna makato, na hiyo ndo one of the positives ambayo tunabeba kwenye kadi yetu. Asanteni sana.